pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, katika safari yangu, tatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa katika Kristo, ninakusalimu na kukubariki mara tena kwa jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu sana kutupatia tena neema ya kuwa hapa na kwamba tulichangia neno la Mungu pamoja nawe mpendwa ambaye unayenisikia kwa muda na saa kama na hizi. Na leo tunakuja na somo ambayo inasema injili iliyohubiriwa kwa wafu. Wakristo wengi wanamwabudu Mungu lakini na wakamwamini Kristo, wamemwamini Mungu lakini hawakuamini wala hawakuamini injili ambayo Kristo alihubiria wafu. Hawakuamini injili ambayo ilihubiriwa kwa wafu. Tutaenda kumshukuru Mungu mbele tunaenda kuingia kwenye somo letu. Baba, katika jina lako Yesu, tunakushukuru kwa baraka na neema ambayo umetupa katika siku ya leo, kwamba tulichangia neno lako na mtumishi wako ambaye anakusikia kwa muda na saa kama na hizi. Tupe kibali na neema machoni pako. Acha mioyo yetu iwe tayari kupokea kile ambacho Bwana anataka tupokee kwa utukufu wa jina lako na kwa wokovu wa maisha yetu. Kupitia uwezo wa jina lako Yesu. Amen. Somo letu mpendwa ambayo nanisikia ni kwamba injili iliyohubiriwa kwa wafu. Tutasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura zake 4 na mstari wake wa kwanza hadi 8. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Samani na mstari wake wa kwanza hadi 7. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Wakati wetu uliobaki wa kukaa hapa duniani, wewe na mimi haujui wala sijui wakati gani kuna kubakia miaka ngapi ya kuishi ni dunia. Lakini Mungu anatuonya kwamba tusiendelee kuishi katika mapenzi ya wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wetu ambao unatubakilia, wakati wetu huu mfupi ambao unatubakilia kuishi hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio na kiasi, wakiwatukana. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na waliokufa. Maana hapo ndio kichwa chetu somo letu iko. Maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa injili, ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaongeza katika kitabu cha Luka 24 na mstari wa 36 au 99 mpaka 39. Na walipokuwa katika kusema hayo,
katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakizani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni mwone, kwa kuwa roho, yaani esprit kwa lugha nyingine, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa katika Kristo, kama tunavyotoka kusoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, Petro kupitia Roho Mtakatifu anatuonya kwamba kama vile Kristo, kwa kuwa kama vile Kristo aliteswa katika mwili wake, sisi nasi tuvae silaha ya nia ile ile, kwa sababu yule ambaye ameteseka katika mwili ameachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi Mkristo ambaye anamwabudu Mungu katika kweli ni Mkristo ambaye anakubali kuteseka kwa sababu ya Injili, ili kwamba aende kumwona Mungu. Ndio pale Petro anasema kwamba tuivae silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili wake ameachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama tunataka kumwabudu Mungu katika kweli, tunatakiwa kuteseka katika mwili ili kwamba tumalizane na mambo ya dhambi, kwa kuwa na malengo ya kuenda kuurithi uzima wa milele pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachotuhusu ni nini hapa? Maandiko yanasema kwamba Injili 5:6 anasema kwa maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba wahukumiwe katika mwili. Hata hao waliokufa walihubiriwa Injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili. Yaani Bwana Yesu alipokufa msalabani, maandiko yanasema kwamba alienda kuwahubiria wale ambao walikuwa wamekufa tangu zamani, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, tangu Mungu aliumba mwanadamu na mwanadamu akaanguka katika dhambi. Wanadamu wakaanza ishi katika dhambi. Kila mtu alikuwa anakufa kinyume na mapenzi ya Mungu. Kila mtu ambaye alikuwa anafa katika ukaidi wa moyo. Maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu wakati alikufa, alitoka mwili akakufa, alienda kuwahubiria wale watu, sababu walikuwa wakingaliki hai. Mwili mdunia tuliwaona kwamba ni watu tunawasimama marehemu. Lakini kule wanaishi na akili zao zote timamu, ni watu wazima na akili zao zote timamu, wako bien na akili. Sasa hapo sio tena mwili, wanaanza ishi katika roho, inakuwa ni esprit. Ni mwanadamu, ni mtu ambaye alikuwa anaishi dunia akatoka mwili. Unaona jinsi tunaishi kukufa, tunavyosema kwamba mtu anakufa au alikufa. Inakuwa ni safari tu. Ni mwili ndio inachanaga na roho. Ni mwili ndio inachanaga na nafsi. Lakini kule kwenye mtu anaenda kule, mtu anaendaka kuishi maisha, anaenda kuona vitu zaidi ya vyenye alikuwa anaona dunia. Anaendaka kule na akili yake yote timamu, maana mtu mwingine. Bwana tusaidie sana. Na Biblia inasema kwamba Kristo alienda kuhubiri hii Injili ambayo alikuwa anahubiri hapa duniani, alikuwa anatuhubiria. Yaani sisi ambao tuko dunia tumepokea neema ya kuipokea Injili ambayo Bwana Yesu aliacha kwa wanafunzi wake. Tulipokea neema ya hii Injili tunapokufa, tunapomwamini Bwana Yesu, tukaanza ishi kwa kutii hii Injili, kwa kutembea sawasawa na maagizo ya Injili. Tukikufa sisi hatutaenda kule tena kwenye mangojeo kwamba wale tuhubiria tena kule. Tutaenda pamoja na Kristo, tutaenda kukutana na Bwana, tutaenda kumuona Bwana, tutaenda kuishi mahali pazuri pamoja na Kristo. Lakini kama tukingali mwili, tukakufa katika ukaidi wa moyo, tukitoka huko mwili, kule vile kuko gereza, kuko prison. Bwana tusaidie sana. Tutapasoma pale. Kuko prison, yani mtu anapotoka mwili avishiaji pale. Kuko maisha ambayo mtu anaendaka kuanza, na ndio maisha ya kweli, ndio maisha mapya ambayo ulikuwa labda haujui, labda hawakufundishaje hapo mkanisa yako unayoshiriki, wala haufundishaji mkanisa unayoongoza. Kuko
kuko maisha mapya wakati unatoka mwili. Na Bwana Yesu alikuja ili kwamba tupone na ile maisha ambayo iko tofauti na maisha ya hapa dunia kama ulikufa katika dhambi. Na Bwana Yesu alikuja ili kutuokoa na ile hatari yenye iko kule. Na wakati alihubiri hii injili, tunapoiamini tunapata neema. Tunapokufa katika ile neema ya kuikubali ile injili, ya imani yenye iko ndani ya ile injili, tunapata neema ya kuokolewa. Lakini tukitoka mwili tayari kule vile hakuna tena kwenda kuhubiriwa kule. Wale watu ambao walikufa tangu wakati wa Nuhu, wakati wa Ibrahimu, wakati wa Musa, wakati tangu kabla tu Bwana Yesu hajakuja, walienda wote ni mprizo. Wale wote ambao walikufa kinyume na mapenzi ya Mungu, walikufa katika ukaidi wa moyo, wote walienda mprizo, mgereza kule. Na maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu akaenda kuwahubiria injili. Hii injili aliyohubiri hapa ndio injili ambayo Petro alikuwa anafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio injili ambayo mitume walikuwa wanafundisha. Injili gani unayofundisha ndugu yangu katika kanisa ambayo unashiriki? Katika dhehebu unayoshiriki? Katika kusanyiko ambayo unashiriki, injili gani unayopokea, unayofundishwa? Je, ni injili ambayo ilihubiriwa kwa wafu? Kwa sababu Biblia inasema kwamba hii injili Bwana Yesu alienda kuihubiri kwa wafu. Hii injili Bwana Yesu alienda kuihubiri kwa wafu. Ni injili gani unayohubiria watoto wa Mungu mtumishi? Unajiita nabii, unajiita apotre, siyo bishop, siyo mchungaji, siyo mzee wa kanisa, siyo nani, majina yote sio shida. Swali, injili gani unayoifundisha kwa watoto wa Mungu? Je, unawafundisha watoto wa Mungu injili ambayo ilihubiriwa kwa wafu? Namna gani utaenda kumhubiria mtu mwaisha kufa? Umwamini Bwana Yesu utasafiri. Umwamini Bwana Yesu utapata pesa, utapata magari, utabarikiwa. Umwamini Bwana Yesu utapona ukimwi, si utapona kanseri. Namna gani mtu ashakufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwamini Bwana Yesu siyuwe utafunguliwa na mablokaje ya kutokuolewa, ya kutokuoa. Injili iliyohubiriwa kwa wafu. Kwa sababu mtu mwaisha kufa hutampelekea hiyo injili. Na Biblia inasema utamletea injili ambayo inafaa. Na maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu alihubiri hapa injili, na alipotoka mwili akaenda kuhubiri kule kwa zile roho ambazo zilikuwa zinalala kule, ziko kifungoni kule. Akaenda kuhubiri hiyo injili. Ndio swali la kuuliza leo na ujioji, injili gani uliyoiamini? Injili gani unayoipokea? Injili gani unayofundisha kwa watoto wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo mwenye iko na muabudu Mungu katika kweli ni Mkristo ambaye aliamini injili ambayo ilihubiriwa kwa wafu. Mkristo ambaye iko na muabudu, tunasema mara mingi leo ni siku ya maabudu. Leo ni siku ya sifa na maabudu, sio shida kusema vile. Maandiko yanasema muda umefika ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Mkristo mwenye na muabudu Mungu katika kweli ni Mkristo ambaye aliamini injili iliyohubiriwa kwa wafu. Ni Mkristo ambaye yuko naishi ile imani ya injili ambayo Kristo alienda kuhubiria wafu. Injili ya nafsi ya moyo. Injili ya nafsi. Luka tunasoma kwamba roho, yani esprit, haina mfupa, haina mwili. Bwana tusaidie sana ndugu yangu. Unifuate bien, nadhani utanielewa. Somo letu ni kwamba injili iliyohubiriwa kwa wafu. Je, uliamini injili ambayo Kristo alienda kuhubiri kwa wafu? Je, uliamini injili ambayo mitume walifundisha kanisa la kwanza? Kwa sababu hii injili ndio injili ambayo Bwana Yesu Petro alifundisha, na Petro ndio anatoka kuandika habari hizi kwamba injili ile Kristo alienda kuhubiri kwa roho zilizokuwa kifungoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa roho zilizokuwa kifungoni. Injili ya wokovu wa nafsi. Kwa sababu kule hata hautaenda kumhubiria mtu mwaisha kufa kwamba uamini Bwana Yesu siyui utapona, utafunguliwa na mapepo za uselvateri. Usiu uamini Bwana Yesu utapata pesa, utavoyager, utapata maviza za kuenda Ulaya. Sio injili hiyo iliyohubiriwa kwa wafu. Sasa ni swali ya kujiuliza, injili unayoiamini je, ni injili ambayo ilihubiriwa kwa wafu? Kwa sababu mwili, Yesu anasema kwamba roho
haina mfupa au mwili kama yeye wanavyomuona. Anaambia wanafunzi wake. Kwa sababu ya nini? Mwili ndio kuna bezo ya kuzala. Mwili ndio kuna bezo ya kukula. Mwili ndio kuna bezo ya sex. Mwili ndio kuna bezo ya kuvaa. Mwili ndio kuna bezo ya kujisifu. Mwili ndio kuna bezo ya kujiinua, ya kwenda kule kwenye inataka iende. Ni mwili. Roho, Bwana Yesu alikuja, hakukuja kuokoa miili ya watu, bali kuziokoa. Maandiko yanasema mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza nafsi za watu, bali kuziokoa. Bwana Yesu alikuja na injili kwa ajili ya uzima wa milele. Injili iliyohubiriwa kwa wafu ni injili ya wokovu wa nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni injili ya wokovu wa nafsi, sio wokovu wa mwili. Mkristo aliyeamini injili ambayo Bwana Yesu alihubiri ni Mkristo ambaye anajua kwamba anamwamini Kristo kwa ajili ya kwenda kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo aliyeamini injili iliyohubiriwa kwa wafu ni yule anakuwa na moyo wa kuvumilia mateso kwa sababu ya Kristo. Anavumilia mateso kwa sababu ya Kristo ili kwamba aende kumuona Mungu. Anavumilia circumstances ambayo anaanza kuwa yuko napitia. Anavumilia changamoto za maisha ambazo anaanza kuwa yuko napitia kuliko kutoka katika neno la Mungu. Huyo ndiye Mkristo ambaye ameiamini injili iliyohubiriwa kwa wafu. Sasa rafiki yangu, ndugu yangu, tajioji maisha yako jinsi unavyotembea na Mungu. Je, uliamini injili ambayo Kristo alienda kuhubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema kwamba tunamwabudu Mungu, je, tuko na susia kutaka kumuona Mungu? Tunaposema kwamba nimemwamini Kristo, niko Mkristo, ninamwabudu Mungu na kuana muabudu Mungu kila siku. Je, uko na susia kutaka kumuona Mungu? Je, uko na susia kutaka kwenda kuishi pamoja na Kristo? Bwana tusaidie. Jinsi Mungu anavyotaka aishi, hataki kulazimisha maisha. Ni Mkristo mwenye kuna moyo wa upendo kwa ndugu yake. Ni Mkristo mwenye kuna roho ya kufikiria jirani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili ya amani, injili ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, tuko na susia kumuona Mungu? Je, uko na susia kutaka kuurithi uzima wa milele? Unaomba na waimba, sio problemi, ni mzuri sana. Na Bwana akubariki. Swali, je, uko na susia kutaka kwenda kuurithi uzima wa milele? Niambie. Kama kuna ile susia, hatua gani unafanya juu ya maisha yako ya kesho? Juu ya kutoka kwako mwilini, hatua gani unamwambia Mungu? Hitaji gani uko nayo mbele za Mungu, ndugu yangu? Mafundisho gani unawafundisha watoto wa Mungu? Wao ambao wanachunga kundi la Mungu, wao ambao wanajiita nabii, wao ambao wanajiita mtume, wao ambao wanajiita mchungaji. Neno gani unafundisha kanisa mchana na usiku kwa dakika hizi za magharibi? Je, unawapatia watoto wa Mungu injili ambayo Kristo alienda kuwahubiria wafu? Unawafundisha watoto wa Mungu na waonesha watoto wa Mungu habari za uzima wa milele?
Vinatia aibu sana. Vinahuzunisha sana. Hata leo tunasikia hata watumishi wanasema hata kwenye mitandao na kwenye madhabahu hivyo, nakwambia mimi sitakuambia habari za mbinguni kwa sababu sifikaga hapo. Ujinga mtupu. Bwana tusaidie sana ndugu yangu. Injili gani umeiamini? Injili gani unafundisha watoto wa Mungu? Wewe ulimwamini Kristo, ndio ushakamwona Yesu. Wewe Mungu anasema hautahubiri, hawezi kufundisha watu habari za mbinguni kwa sababu yafikaga. Ulimwamini Yesu. Je, kama Yesu anavyojiita kwamba ulimwamini Kristo, je, ushakamwona Kristo? Mkristo aliyeamini injili iliyohubiriwa kwa wafu ni Mkristo mwanakubali kuteseka kwa sababu ya injili. Ni Mkristo mwenye anakuwa na roho ya kutaka kwenda kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, tumesoma katika kitabu cha Petro. Tumesoma hapa katika kitabu cha Petro. Maandiko yanasema kwamba kwa kuwa Kristo ameteseka katika mwili, sisi nasi. Maandiko iko bien, inasema vizuri sana. Kwa sababu Kristo aliteswa katika mwili, sisi nasi tuzivae silaha ya nia ile, tuwe na ile susi, ile nia ya kukubali kuteseka kwa sababu ya Kristo, ili kwamba tuende kurithi uzima wa milele pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazame leo jinsi mambo yanayofanyika makanisani leo. Tutazame leo jinsi tunavyoishi na tunajiita tumeokoka, tunajiita watoto wa Mungu, tunajiita wa Kristo. Tutazame leo jinsi tunavyoishi, namna yote ya mivalio, mitaani jinsi tunavyovaa, makanisani jinsi tunavyoingia, kama makanisani jinsi tunavyovaa. Tutazame jinsi tunavyoishi. Aibu. Hata Kristo anasikia haya ya kuitwa Mungu wako kwa sababu ya namna yako ya kucheza kanisani. Kristo anaona aibu. Wenzetu ambao walikubali injili iliyohubiriwa kwa wafu, maandiko yanasema kwamba Mungu hakuona haya kuitwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, unampatia Mungu utukufu kwa namna yako ya kuongea? Je, unampatia Mungu utukufu kwa namna yako ya kuvaa? Yale ambayo uko unafundisha kanisa la Mungu kila kuitwapo leo, je, uko unampatia Mungu utukufu au unatafuta tu pesa? Bwana tusaidie sana. Kuiamini injili iliyohubiriwa kwa wafu, au Mkristo ambaye aliamini injili iliyohubiriwa kwa wafu, au injili iliyohubiriwa kwa wafu, ni injili ambayo ni ya wokovu wa nafsi. Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Na akawaambia, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaona makanisani leo mambo ambayo inafanyika, makanisa za Deliverance Church, kanisa za ufungulivu. Unasikia sasa habari za ufungulivu zinazofundishwa mule. Oh, Deliverance Church ya kusepare na pepo ya useliba, pepo siyo ya nini, ya blockage materielle, siyo mablokaji za mingi, mapepo zenye hazina maana, zingine haziandikwa hata Biblia. Lakini pepo ya uongo hawafundishi, hawakemei, hawaiti watu waende waongoe pepo za uongo, hawafundishi watu au hawaombei watu waombee pepo za kiburi, pepo za madivision makanisa, hawafundishi vile vyote. Lakini Deliverance Church, angalia, ni maproblemi tu ya mwili. Tamaa inaingia ndani ya kanisa mpaka kanisa linatoka kwenye msingi ya kuhubiri injili ya kweli. Wanaanza kuhubiri mambo ya mablokaji ya vitu vya mwili tu, tangu mwanzo, tangu tariki 1 mpaka tariki 30 ni habari za mahubiri ya mambo ya mwili tu. Hawahubiri ambayo Kristo aliachia mitume. Hawahubiri injili ambayo mitume wa kwanza, kanisa la kwanza lilifundisha. Bwana anataka kwamba tuihubiri injili iliyohubiriwa kwa wafu. Rafiki yangu, tutoke katika distraction, kwa sababu hatukuiamini injili iliyohubiriwa kwa wafu. Ndio sababu mambo yanaharibika hata katika makanisa yetu, na Mungu hataki hiyo. Ananituma kwamba nikukumbushe leo kwamba ni lazima turudi kwenye msingi, ni lazima turudi kwenye imani. Kuiamini injili iliyohubiriwa kwa wafu ni kuvumilia mateso ya mwili kwa kusudi ya kutaka kwenda kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuambiane ukweli mpendo. Kule kwenye Yesu alienda, je, alienda kuwahubiria watu, mniamini mimi nitawaponya na magonjwa ya kanseri? Je, mniamini mimi
nitawafungulia njia ya kwenda Ulaya au ya kupata mafanikio ya mwili. Eske ndio injili Bwana Yesu alienda kuwaambia? Niamini nyingine mtatoka kwa maskini ya mwili. Sio vile. Alipeleka ni habari njema ya wokovu wa milele. Mniamini nitawatoa katika moto huu. Na ndio injili Bwana Yesu alikuwa aseme kila atakaye muamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Injili ambayo Bwana Yesu alienda kuwahubiria wafu ni injili kwa ajili ya uzima wa milele. Tutasoma katika kitabu cha Petro ili tumalize. Petro wa kwanza sura zake 3 na mstari wa 18. Tunasoma kwa jina la Yesu kwa haraka. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 18. Nadhani ujumbe umekwisha kuusikia. Ujumbe ni kwamba Wakristo wa fake au waabudu halisi wa uongo, yaani Wakristo ambao watumishi ambao wanajiita watumishi wa Mungu hawalihubiri injili ambayo Kristo alikuja kuihubiri dunia na kaenda kuhubiria wafu. Bwana tusaidie sana. Wakristo au watumishi wa fake na Wakristo wa fake hawakuamini injili ambayo Kristo alienda kuhubiria wafu. Injili, habari njema, ni kwa ajili ya wokovu wa milele, full stop. Ni kwa ajili ya wokovu wa nafsi milele na milele. Ndio habari njema ya wokovu. Unapojiita mwinjilisti, unahubiri injili gani? Je, ni hii injili ambayo mitume walihubiri? Kwa sababu kote walikuwa wanaenda wanazungumza wanasema tubuni basi mkarejewe ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Matendo ya Mitume, utasikia injili wenzetu walitembea nayo. Na Mungu akajidhihirisha kwa sababu walitembea muinjili ya kweli na wakaishi ile injili. Walikuwa wanatembea katika uoga wa Mungu. Na Bwana akalizidisha kanisa. Bwana tusaidie sana mpendo. Petro wa kwanza sura 3 na mstari wake wa 18 hadi 20. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za mateso kwa ajili ya injili, kwa ajili ya kumtii Mungu tu, ndio inarudia hapa. 19. Ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri watu wasiotii zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia? Maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu alienda kuihubiri injili. Alienda kuwahubiri wale watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. 18 inasema kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokuwa kifungoni akawahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu alienda kuhubiri watu ambao walikufaka tangu wakati wa Nuhu, bali ambao walikuwa wakaidi wa moyo wakati Nuhu alikuwa anawahubiria habari za gharika, habari za mvua, wakampinga wakakufa. Walikufa mdunia tulijua ilibakia ni historia mdunia watu walikufaga, lakini mbele za Mungu unaonekana kwamba mtu anaonekana kwamba maandiko yanasema vizuri kwamba Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Tunapotoka kwa mwili aliishia hapa. Maisha yanaendelea. Huko nje tunaona kwamba mtu alikufa, lakini kwa Mungu wako hai na kwao wenyewe wanajijua kwamba wanaishi. Lakini wako katika mateso. Bwana Yesu anasema hapa hivi kwamba Roho Mtakatifu kupitia Petro anasema kwamba Bwana Yesu alienda kuwahubiria zile roho zilizokuwa kifungoni, kwa prison ambayo inatayarishia kila roho ambayo itakufa katika ukaidi wa moyo, haikutii sauti ya Mungu, haikufundisha kweli ya injili ya Kristo. Kila roho kule haina cheo, haina kimo. Ni roho itendayo dhambi ndio inaenda kule. Roho ikikufa mdhambi ndio inaenda kule. Bwana tusaidie sana. Hasime alienda kuhubiri roho zilizokuwa kifungoni. Ile mpaka sasa ile prison iko kule kwa wakaidi wa moyo. Sasa ikitoka kule, Kristo hataenda tena kule aende kuhubiria. Ashaanza kuhubiria hapa na acha tena watumishi wake
ambao wako wanahubiri ile injili ambayo alihubiria kwa wafu. Kama uamini kitoka kwa mwili, hakuna chako tena. Bwana tusaidie sana mpendo. Alienda kuhubiri roho zilizokuwa kifungoni. Tangu kwa wakati wa Nuhu, tangu kwa wakati wa Adamu, tangu kwa wakati wa Ibrahimu, wa Musa, wale wote Bwana Yesu alienda kuwahubiria injili, habari njema ya wokovu. Swali, je, alienda kuwahubiria kwamba mniamini mtapata magari? Alienda kuwahubiria, je, mniamini ma business zitatembea mzuri, mtaponywa magonjwa? Swali na kuuliza sasa. Ndugu yangu tuulizane. Je, Bwana Yesu alienda kuhubiri hiyo injili? Sivyo. Kristo injili iliyohubiriwa kwa wafu ni Mkristo ambaye anakuwa na moyo wa kujali wengine. Ule tajiri akamuuliza Bwana, sasa nifanyeje nipate kurithi uzima wa milele? Bwana akamwambia, ti amri. Akasema, Bwana, yote nimeachika tangu ujana. Bwana akasema, hakuna shida, gavulia wa maskini. Sio niletee mie. Kama sisi watumishi wa tumbo hizi siku wanaanza fanya, mletee Bwana, mletee Mungu. Bwana Yesu aliwaambia yeye, Bwana Yesu alimwambia yule tajiri, chukua sehemu ya mali yako wagabulie maskini. Kuko wakina Petro hapa, wa Yohana, baliacha babibi yao na watoto kula, bana vya kukula. Chukua sehemu ya mali yako wapatie kidogo kidogo, kisha ukio nifuate. Wamitume walitembea, walijua siri ya injili iliyohubiriwa kwa wafu. Maandiko yanasema wale walikuwa na vitu vyote shirika na hakuna aliyekuwa anahitaji. Sisi kwa sababu hatutii injili iliyohubiriwa kwa wafu. Ndio maana unaona leo ushakuwa makategori za watu mkanisa. Watu wenye sehemu ya matajiri, sehemu ya maskini, sehemu ya watu. Na ule tajiri hana usosia kusema kwamba ataanza jadi huyu maskini mweko huyu. Kwa sababu ya nini? Hatufundishwi injili iliyohubiriwa kwa wafu. Mungu atusaidie sana wapendwa, turudi kwenye msingi wa neno la Kristo. Turudi kwenye neno, tufundishwe na kukubali na kutaka kusikia injili ambayo Kristo alihubiria wafu. Tumalizie kwenye Warumi sura 8 na mstari wake wa 16 hadi 18. Tunasoma kwa jina la Yesu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warisi wa Mungu, warizio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Ukikubali kuteswa pamoja na Kristo, ukiteswa pamoja na Kristo, ukakufa pamoja naye, utatukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Mateso ambayo uko unayapitia leo ndugu yangu sio kitu kama utukufu ambao Bwana Yesu anatayarishia kule. Na mateso ambayo unapitia hivi sio kitu kwa ile mateso yuko kule. Kumbe tuvumilie mateso pamoja na Kristo ili tukapate kutukuzwa pamoja na Kristo. Mungu akubariki, Mungu akujaze neema mpendo ambao unanisikia, binti wa Yesu ambao unanisikia, na Mungu akujaze uelewa wa kuelewa mafundisho haya ili kwamba tupate kudumu katika neema ya Kristo ya kuishi katika injili iliyohubiriwa kwa wafu kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu ya kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, katika safari yangu